katika sehemu ya pili ya somo letu la kalenda, na katika sehemu ya kwanza tumeangalia ama tumejifunza jinsi ya kuweza kutambua mzunguko wako, yani jinsi ambao unaweza ukahesabu na kuweza kujua mzunguko wako ni wa siku ngapi. Na katika sehemu hii ya pili ya somo letu tutaenda sasa kuangalia namna gani unaweza ukautumia huu mzunguko ili kuweza kujua ni siku zipi ambazo utapata ujauzito na siku zipi ambazo huwezi ukapata ujauzito. Naomba nianze kwa kuelezea huu mchoro. Samahani, sio mchoraji mzuri sana, lakini nitaelezea vizuri na utaweza kufahamu. Huu mchoro niliochora hapa ni mfano wa mfumo wa uzazi wa mwanamke. Yaani hii ni ovary na hii ni ovary, na huu ni mrija unaoenda kwenye ovary na huu pia ni mrija unaoenda kwenye ovary. Na hapa katikati ndio tunasema ni mji wa mimba, ama ndipo ambapo mimba ama mtoto huwa anahifadhiwa kwa muda wote wa ujauzito na baadaye anatoka huko nje ambapo ndiko ukeni. Sasa basi, hizi ovary, ndani ya ovary kuna mayai ambayo tunakadiria kwamba katika kila mzunguko kuna yai moja ambalo linapevuka na kutoka kwenye ovary hizi, lakini mayai ambayo yanakuwa kwenye ovary yanakuwa ni mengi sana, na inakadiriwa kwa mtu mzima ana wastani wa mayai 400,000. Yaani idadi ya mayai ambayo yapo kwenye ovary inakadiriwa kuwa ni 400,000. Sasa unaweza ukaangalia ni kwa jinsi gani haya mayai ni madogo sana. Yaani ovary ambazo ni ndogo tu, haziwezi hata zikalingana na yai la kuku, lakini ndani yake zinakuwa zimebeba mayai yanakuwa ni madogo sana, ambayo katika kila mwezi kuna yai moja ambalo linapevuka kwa ajili ya kwenda kurutubishwa. Katika kila mzunguko huwa kuna yai moja, japo inaweza ikatokea yakakomaa mawili, yani kwa maana ya huku na huku, lakini mara nyingi huwa linakomaa yai moja, aidha kutoka huku ama kutoka huku. Na ikitokea mwezi huu limetoka huku, basi mwezi unaofuata litatokea upande mwingine. Kwa hiyo yai likikomaa linatoka kwenye ovary. Likitoka kwenye ovary linakuja kwenye mrija sasa. Na hii mirija hapa nimeichora mikubwa ili uweze kuona vizuri, lakini sio kwamba uhalisia huu kwamba hii mirija inakuwa ni mikubwa namna hii. Mrija huu mmoja ukubwa wake unakadiriwa ni sawa na bomba lile la kalamu, ile kalamu ya wino ile unayotumia kuandikia. Kuna kile kibomba cha ndani ambacho kinakuwa kina wino, ndio inakadiriwa ule ndio unene ambao unalingana na mirija. Kwa hiyo nafikiri mpaka hapo pia unaweza ukajua jinsi gani mirija inakuwa nyembamba, na katika huo mambo wake ndio mle ndani yai linasafiri linapita. Kwa hivyo ni kitu ambacho hata kikipata upele tu mle ndani tayari kunakuwa kumeziba. Kwa hiyo ukiambiwa mirija imeziba, basi upate picha hiyo kama mrija wako unakuwa ni mwembamba sawa na bomba lile la kalamu, lile la ndani ambalo linakuwa limetunza wino. Achana na lile la nje, lile la ndani ambalo linakuwa limetunza wino. Kwa hivyo turudi sasa kwenye somo letu. Yai likipevuka linatoka kwenye ovary na linakaa kwenye mrija mmoja hapo, iza kama ni huku ama ni huku. Likiwa hapa linasubiri sasa zile mbegu zije kurutubisha. Na likisharutubishwa linaanza kusafiri taratibu, linashuka mpaka linakuja linajishikiza kwenye mji wa mimba, ambapo mimba inaendelea kukua kwa muda wote mpaka itakapotoka kama mtoto. Ikitokea halijarutubishwa na mbegu za kiume, basi huwa linakaa ndani ya mfumo huu wa uzazi. Yai linakaa kwa muda wa siku 14. Baada ya siku 14 kuisha, ili yai linatoka kama uchafu, yani kama hedhi. Kwa hivyo ukiona unaanza leo kuona siku zako leo, basi ujue hilo yai linalotoka lilipevuka siku 14 zilizopita. Naomba nirudie. Yai likipevuka likasubiri kurutubishwa hapa, ikatokea halijarutubishwa, huwa linakaa kwa muda wa siku 14 ndio linatoka nje kama uchafu. Yaani linatoka zile siku unayoanza kuona siku zako ndio linatoka. Naomba pia nieleweke vizuri hapa.
sio kwamba yai ni kubwa kiasi cha, yani kwamba zile damu zote ambazo unaona unatoka katika unapokuwa hedhi kwamba ndio yai ile limepasuka. Hapana, yai linakuwa ni dogo sana, yani kanakuwa ni kama kagorori kadogo sana. Isipokuwa zile damu unazoziona ni kwamba yai linavyokuwa linapevuka huku, kuna homoni ambazo zinatengeneza huu ambao tumesema ni mji wa mimba. Kuna homoni ambazo kuna tishu ambazo zinatengenezwa kwenye huu mji wa mimba kwa ajili ya kuja kutunza ili yai likiwa limesharutubishwa. Yaani kuna tishu maalum zinatengenezwa kwa ajili ya kuja kutunza hiyo mimba yenyewe, ili yai linakuja kujishikiza na mimba inaendelea kukua. Sasa ikitokea ili yai halijarutubishwa, linakaa kwa muda wa siku 14 kisha linatoka, na linavyotoka na hizi tishu ambazo kumbuka zilitengenezwa kwa ajili ya kuja kushika ama kulea hilo yai, sasa halijarutubishwa. Kwa hiyo kwa sababu halijarutubishwa, linatakiwa litoke nje kama uchafu, na hizi tishu zinakuanguka kama zinamonyoka, zinatoka nje kama uchafu. Sasa ile damu ambayo unaiona ni zile tishu ambazo zilikuwa zimetengenezwa kwa ajili ya kuja kushika hilo yai. Kwa hivyo ndio linatoka nje na pamoja na hilo yai, lakini yai linakuwa ni dogo sana. Zile damu nyingi unazoziona ni zile tishu ambazo zinakuwa zimetengenezwa kwa ajili ya ile yai kuja kujishikiza. Kwa hivyo baada ya siku 14 kama yai halijarutubishwa, zile tishu zinatoka pamoja na hilo yai linatoka. Lakini haimaanishi kwamba hili yai linakuwa liko tayari kwa muda, yani hizo siku 14 ambazo hilo yai linakaa hapa kwamba siku zote hizo linakuwa ni zima. Hapana. Yai likipevuka linakuja kukaa hapa na linakuwa liko tayari kurutubishwa kwa muda wa masaa 24 tu. Masaa 24 yakiisha na lenyewe linakuwa limeexpire. Haliwezi tena likarutubishwa. Isipokuwa linaendelea tu kuwa humu, lakini haliwezi likarutubishwa. Kwa hiyo muda ambao linaweza likarutubishwa ni yale masaa 24 tu tangu lipevuke. Kwa baada ya hapo linakaa tu kama pambo tu, haliwezi likarutubishwa tena. Na baadaye baada ya siku 14 huwa linatoka pamoja na hizo tishu, ndio unapata siku zako. Kwenye somo lililopita tumezungumzia kuhusu mzunguko. Kwa hivyo kama yai linakaa kwa muda wa siku 14 tangu lipevuke ndio linatoka nje. Kwa hivyo kumbe ukiona siku zako tarehe 2 kwa mfano ndio umeanza kuona siku zako, ina maana hii tarehe ndio huu uchafu kwa maana ya yai pamoja na zile tishu ambazo zilikuwa zimetengenezwa hapa zinatoka. Zimeanza kutoka tarehe 2. Ukienda mpaka kufikia tarehe 29 ukaanza tena kupata siku zako, ukaanza kuona tena damu tarehe 29. Ina maana kwamba hii tarehe 29 hili yai limefikisha siku 14 bila kurutubishwa, ndio likaanza tena, ndio likatoka, ndio maana umeanza kuona tena siku zako. Sasa ukitaka ujue kwamba ile yai lilipevuka lini, ina maana unatakiwa uchukue hii siku ambayo umeanza kuona damu, urudi nyuma siku 14. Ndio utajua ile yai lilipevuka lini. Sasa hapa ndio hesabu zinaanza sasa. Kwa hivyo ili kujua kama au siku ambayo yai yako limepevuka, kumbe basi unatakiwa uchukue idadi ya siku za mzunguko wako kama tulivyoona kwenye somo lililopita kwamba mzunguko uko aina nyingi, na hii ni baadhi ya mizunguko ambayo tulitolea mfano. Kwa hivyo kama mzunguko wako ni siku 26 au mzunguko wako ni siku 24, ina maana wewe kila baada ya siku 24 utaona siku zako. Kila baada ya siku 24 utaona siku zako. Kwa maana hiyo tukichukulia mfano wa siku mzunguko wa siku 24, siku 24 tutoe zile siku ambazo yai linakaa bila kurutubishwa na kutoka. Tulisema ni siku 14. Utapata siku 10. Kwa hivyo kumbe mtu mwenye mzunguko wa siku 24 yai lake linapevuka siku ya 10. Yaani mtu mwenye mzunguko wa siku 24 akianza kuona hedhi leo, akianza kuona damu leo, baada ya siku 10 ama siku ya 10 kutoka leo ndio yai linapevuka. Umeona? Lile yai likipevuka ndio linakuja linakaa hapa. Kwa hiyo hapa linakaa kwa muda wa siku 14. Lisiporutubishwa linatoka nje baada ya hizo siku 14.
Sisi tumeelewana? Kwa hivyo mchezo ni ule ule. Ukitaka kujua ni lini yai lako lilipevuka, unachukua idadi ya siku zako unatoa 14. Kama idadi ya siku katika mzunguko wako. Kama mzunguko wako ni siku 24, ukitoa 14 ina maana utajibu ni 10. Kwa hivyo siku ile ya 10 ndio siku ambayo yai lako lilitoka kwenye ovari, lilipevuka likaja hapa kusubiri kurutubishwa. Lakini kwa sababu haikurutubishwa, likakaa kwa muda wa siku 14, na baada ya hizo siku 14 likatoka. Mzunguko wako kama ni siku 28. Ukitaka kujua yai linapevuka siku gani, ina maana uchukue 28 utoe 14. Kumbuka hizi 14 nimesema ni idadi ya siku ambayo yai linakaa huu mtango lipevuke. Linakaa kwa muda wa siku 14 ndio linatoka. Kwa hiyo ukitoa 14, 28 toa 14 sawa sawa na 14. Kwa hiyo kumbe mtu mwenye mzunguko wa siku 28 yai lake huwa linapevuka siku ya 14. Na hii ndio imezoeleka sana, kwa sababu kama nilivyosema mwanzo kwamba watu wengi wanaangukia kwenye mzunguko wa siku 28. Kwa hiyo mzunguko wa 28, siku 28 ndio mzunguko ambao umekuwa common sana. Na hii pia inawafanya hata ambao mzunguko wao sio siku 28 wanakuwa wengi wao wanatumia kalenda ya siku 28. Sasa ukikuta mzunguko wako sio siku 28, ndio hapo unakuta unaweza ukapata ujauzito bila kutarajia, kwa sababu umetumia mzunguko ambao sio halisia, sio wako. Au unakuta mtu anatafuta ujauzito kwa kutumia kalenda ya siku 28, lakini yeye mzunguko wake sio siku 28. Kwa unakuta atakuwa anakutana na mume wake siku ambazo sio za hatari, siku ambazo hawezi kupata ujauzito. Kwa hivyo formula nzuri ambayo unatakiwa kuiweka kichwani ni kwamba ukishajua idadi ya siku za mzunguko wako, ukitoa na 14, kumbuka 14 ni siku ambayo ni watu wote yai linakaa kwa muda wa siku 14 ndio linatoka. Kwa hiyo ukitaka kujua lilipevuka lini, unachukua mzunguko wako unatoa 14. Jibu utakalolipata ndio siku ambayo yai lilipevuka. Sasa ni kwa nini tunatafuta kujua siku ambayo yai lilipevuka? Kama ambavyo nimesema hapo awali kwamba yai likipevuka huwa linachukua masaa 24 tu, baada ya hapo lina expire, haliwezi tena likatungisha ujauzito. Kwa hivyo kwa kusema hivi, kumbuka kabla halijapevuka pia huwezi kupata ujauzito, haliwezi likarutubishwa. Na likishapevuka linakaa masaa 24 tu, lina expire, haliwezi tena likarutubishwa. Kwa hivyo basi, kumbe katika mzunguko wa mwanamke, katika mzunguko yani kuanzia anapoona siku zake, siku ya kwanza mpaka anapoona damu mzunguko unaofuata, mwanamke ana uwezo wa kupata ujauzito ndani ya masaa 24 tu, ambayo ndio yai lake linakuwa tayari kurutubishwa. Baada ya hapo linakuwa limeexpire, haliwezi tena likarutubishwa. Na nimesema hivi, lakini najua nitakuwa nimewachanganya watu wengi. Mtu ataanza kujiuliza kwamba mtu ndani ya masaa 24 tu ndio unaweza kupata ujauzito. Mbona sio kweli? Ni kweli, lakini ni kwamba yai la mwanamke linadumu kwa muda wa masaa 24 tu. Baada ya hapo haliwezi tena likarutubishwa. Lakini ni kwa nini ujauzito unatokea hata zaidi ya masaa 24? Ni kwamba mbegu za kiume za mwanaume ambazo kimsingi ndio zinaingia kupitia uke wa mwanamke na zinaenda kurutubisha hilo yai, zile mbegu zinatembea, zinaogelea kutoka hapa zinapomwagwa kwenda mpaka huku lilipo yai, kama ni huku ama kama limetokea upande wa huku. Hizi mbegu zinapokuwa zinaogelea zina muda wake pia wa kuishi. Kwa hivyo zinaweza zikaingia hizo mbegu ukashiriki tendo la ndoa labda leo, lakini sio siku ambao ni ya yai kupevuka. Kwa hiyo unakuta umeshiriki labda leo, yai likapevuka kesho kutwa. Hizo mbegu zitakuwa ziko njiani zinasafiri kwenda kurutubisha. Kwa hiyo unakuta zikifika hapa zikakuta yai hakuna, zitaendelea kukaa hapa kulisubiri yai, na yai likija litarutubishwa. Japokuwa hizi mbegu pia zina muda wake wa kuishi, sio kwamba zitaingia alafu zitasubiri tu hata wiki nzima mpaka yai itakapokuja. Hapana, zina muda wake wa kuishi. Muda wa kuishi wa mbegu ni siku 3. Kwamba mbegu ile ambayo inakuwa ni ya kiume ya yai inakuwa inaishi siku 3, na ile
mbegu X ya mtoto wa kike ambayo inaleta ujauzito wa mtoto wa kike inaishi kwa muda wa siku 2. Imezoeleka hivyo, lakini naomba nikwambie kwamba huo ni wastani tu ambao huwa unakadiriwa hivyo, lakini mbegu anazotoa mwanaume zinatofautiana pia. Zinatofautiana uwezo wa kuishi, na uwezo wa kuishi unategemea huyo mwanaume amekula nini siku za karibuni. Kwa mfano, kuna vyakula ama kuna virutubisho ambavyo vinapelekea mbegu za kiume ziishi kwa muda mrefu zaidi, na kuna vyakula ambavyo kama umevitumia kwa wingi ndani ya siku chache zilizopita, basi mbegu zako zitakuwa zina uwezo mdogo sana wa kuishi. Hizo siku 3 ambazo tunazizungumzia ni wastani, lakini sio wanaume wote mbegu zao zinaishi siku 3. Kuna ambao zinaishi zaidi ya siku 3. Kuna ambao zinaishi mpaka siku 5, na kuna ambao hata siku 3 hazifiki. Yaani kuna wengine unakuta, kwa mfano pia watu wenye magonjwa, labda magonjwa hasa kisukari, pressure, mtu labda kansa, au mtu ambaye ameugua muda mrefu sana, yani yupo kwenye ndio anaanza kurecover, mbegu zake haziwezi zikaishi kwa muda wa siku 3. Unakuta ni masaa kadhaa tu basi zinakuwa zimeshakufa. Kwa hivyo uwezo wa mbegu za mwanaume kuishi inategemea na huyo mwanaume amekula nini. Vyakula ambavyo vina support sana ama vinafanya mbegu za mwanaume zikae muda mrefu ni vyakula kama vya protini, lakini pia vitamini E. Vyakula ambavyo vina vitamini E kwa wingi kama parachichi, almond, ni vyakula ambavyo kama umevitumia kwa muda mrefu mbegu zako zina uwezo wa kuishi hata zaidi ya siku 3. Ndio maana huwa nashauri kwamba kwa watu ambao wanatafuta ujauzito, hakikisha mume wako pia anapata chakula ambacho kina improve afya yake ya uzazi. Hakikisha anapata mboga za majani za kutosha, anapata maparachichi, anapata almond, na sio kula vyakula ambavyo vinaongeza matatizo mwilini. Ale vyakula ambavyo mboga za majani kwa mfano, vyakula vingine ambavyo vina vitamini E kwa wingi, lakini pia vina protini kwa wingi kama samaki na vyakula vingine kama hivyo. Kwa hivyo turudi kwenye somo letu sasa, kwamba ikitokea umeshiriki tendo la ndoa, kwa mfano tumetumia mfano wa siku 28 kwamba yai itapevuka siku ya 14, lakini kwa mtu mwenye mzunguko wa siku 24 tumeona yai itapevuka siku ya 10. Tuchukulie hii ndio siku ya yai kupevuka. Yaani tarehe zitakazokuwa hapa ndio tarehe ambazo yai linapevuka. Kwa hiyo tukianza mzunguko wa siku 24 kwa mfano, huu ni mzunguko. Tumesema ili ujue yai linapevuka lini, unachukua mzunguko unatoa 14. Kwa hiyo mzunguko wa siku 24 tukitoa 14 tutabakiwa na 10. Kwa hiyo kumbe siku ya 10 ndio siku ambayo yai linapevuka. Kwa hiyo hii yai litakaa baada ya siku 14 linatoka kama hedhi. Mzunguko wa siku 28 ukitoa 14 utabakiwa 14. Kwa hiyo mtu mwenye mzunguko wa siku 28 yai lake litapevuka siku ya 14. Mtu mwenye mzunguko wa siku 30 ukitoa 14 unabakiwa na 16. Ina maana huyu yai lake litapevuka siku ya 16 tangu aanze hedhi. Sasa basi kwa mfano huu tuje tuone. Kumbe mtu mwenye mzunguko wa siku 24 yai linapevuka siku ya 10. Ndio siku ambayo anaweza akapata ujauzito. Lakini mtu mwenye mzunguko wa siku 28, siku ambayo anaweza akapata ujauzito ni siku ya 14. Na mtu mwenye mzunguko wa siku 30, siku ambayo anaweza akapata ujauzito ni siku ya 16, ndio siku ambayo yai lake linapevuka. Unakuta mtu ana mzunguko wa siku 30, anang'ang'ana kutumia kalenda ya mzunguko wa siku 28. Anakuwa anajua kwamba yai linapevuka siku ya 14. Kumbe yai linapevuka siku ya 16. Kwa hiyo anaweza akajua anafika siku ya 16 kwa mawazo yake, kwa sababu anatumia kalenda ambayo sio yake. Anaweza akafikiri kwamba tayari siku za hatari zimepita na akashiriki tendo la ndoa akajikuta anapata ujauzito. Sasa nimesema hizi ni siku ambazo yai linapevuka, lakini haimaanishi kwamba ili upate ujauzito ni lazima tu ushiriki siku ya 10 ama siku ya 14 ama siku ya 16. Hapana. Kumbuka nimesema kwamba mbegu za kiume zinatofautiana pia idadi ya siku za kuishi. Kwa hivyo na kwa wastani huwa inakadiriwa hivyo kwamba siku 3, lakini ni kwa wastani. Kuna wengine hata siku 3 hazifiki na kuna wengine zinazidi siku 3. Kwa hivyo ndio maana
Ukipitia masomo mengi ya kalenda wanakuambia kwamba kama unahitaji ujauzito au kama huhitaji ujauzito, ukishapata hii siku ambayo yai linapevuka, ujumlishe siku 3 huku nyuma. Ujumlishe siku 3 huku nyuma, ujumlishe siku 3 huku nyuma. Kwamba hizi siku 3 pia za nyuma ya hii tarehe ya kupevuka kwa yai, usishiriki tendo la ndoa kama huhitaji ujauzito, kwa sababu kama ambavyo nimekuambia kwamba kwa wastani inakadiriwa kama mbegu za kiume zina uwezo wa kuishi kwa muda wa siku 3. Kwa hivyo kama yai linapevuka siku ya 10, ina maana wewe hata ukifanya siku ya 8, mbegu kumbuka mbegu zina uwezo wa kuishi labda siku 3 kwa mfano. Tutolee mfano siku 3. Kwa hiyo ukishiriki siku ya 8, ina maana zile mbegu zitakaa hiyo siku ya 8, zitakaa siku ya 9. Siku ya 10 yai linapevuka, zinarutubisha. Kwa hiyo mtu anashika ujauzito. Umeona? Hivyo labda kwenye mtu mwenye mzunguko wa siku 28, yai linapevuka siku ya 14. Lakini mbegu labda zina uwezo wa kuishi siku 3. Kwa hiyo mtu huyu akishiriki ama akikutana na mwenzake siku ya 12, mbegu zitakaa siku ya 12, zitakaa siku ya 13, siku ya 14, na kwa bado zina uhai na ndio yai linapevuka na rutubisha. Sasa hapa pia huwa kuna changamoto. Huwa inatokea mara moja mtu anakuwa anajiuliza kwamba unakuta mtu anasema mbona nimeshiriki tendo la ndoa kabla ya siku za hatari na nimepata ujauzito. Kama ambavyo nimesema hapo awali kwamba mbegu za kiume pia zinatofautiana uwezo wa kuishi kulingana na mtu amekula nini. Unaweza ukawa unapiga hesabu ya siku 3 mbegu kuishi siku 3. Na ukawa kweli unatumia kalenda vizuri upate ujauzito, lakini kumbe wanaume unayekutana naye anakula vyakula ambavyo havifanyi mbegu zake ziishi muda mrefu. Kwa hiyo unakuta ndani ya siku 2 au siku 3 hizi kweli zinakuwa zimekufa. Kwa hiyo yai linapopevuka, ile siku ya yai kupevuka, unakuta mbegu zimeshakufa na hivyo upate ujauzito. Sasa inatokea unakutana na mwanaume ambaye amekula vyakula vya protini kwa wingi, vyakula vya vitamin E kwa wingi, na mbegu zake zinakuwa zina uwezo pengine wa kuishi hata siku 4. Alafu wewe unakutana naye ukiwa unapigia kwamba mbegu zake zitaishi siku 3. Kwa hiyo unakuta unapigia mzunguko wako siku ya 14 ndio yai linapevuka. Kwa hiyo unarudi siku 3 nyuma, ukijua kwamba ndani ya hizo siku 3 mbegu za mwanaume zinakuwa zimekufa. Kwa hiyo nirudi siku 3 nyuma. Kumbe huyo mwanaume unayekutana naye amekula vyakula ambavyo vinapelekea mbegu za kiume kuishi muda mrefu zaidi. Kwa hiyo unakuta umeshiriki naye siku ya 10 na mzunguko wako ni siku 28. Wewe umekutana naye siku ya 10. Na wewe unajua labda siku za hatari zinaanzia siku ya 12, kwamba 12, 13, 14, au umerudi nyuma umesema zinaanzia siku ya 11. Labda siku zako za hatari umepiga ni siku 10, ya 11, ya 12, ya 13, ya 14, yai ndio linapevuka. Kwa hivyo ukaona uache kufanya tendo la ndoa tangu siku ya 11, 12, 13 kwa sababu mbegu za kiume zina uwezo wa kuishi siku 3. Unakutana na mwanaume ambaye amekula vyakula vya protini, amekula vyakula vya vitamin E, unakuta mbegu zake zina uwezo wa kuishi hata zaidi ya siku 4. Kwa hiyo unakutana naye tarehe 10 au unakutana naye tarehe 9, kuamkia tarehe 10 mbegu zile zinaishi siku ya kwanza, hiyo zimeishi siku ya pili, zimeishi siku ya 3, zimeishi siku ya 4, yai linakuja linapevuka, unakuta zile mbegu bado ziko hai. Kwa hiyo moja kwa moja zinarutubisha. Kwa hiyo unakuta wengi huwa inawakuta hii, anaanza kusema mbona nilifanya siku labda 4 kabla au siku 5 kabla, lakini anakuwa hajui kwamba kumbe yule mwanaume aliyekutana naye alikula vyakula vya aina gani siku chache zilizopita. Unaona? Kwa hiyo hii pia ni changamoto. Usikariri kwamba ni siku 3 tu mbegu za mwanaume zinakuwa zimekufa. Hapana. Inategemea na huyo mwanaume anakula vitu gani. Mwanaume ambaye anashindia chipsi, anakula usiku chipsi, soda, siji hivyo, yani kila siku ndo lifestyle yake. Pizza, hii leo burger, juice, uje mlinganishe na mwanaume ambaye anakula nyama, samaki, parachichi, almond, mboga za majani. Kwa unakuta huyu ni mtu ambaye mbegu zake zina uwezo mkubwa zaidi wa kuishi, na ukipigia formula hii utakula kwako. Baada ya kuzungumza hayo, naomba nihitimishe sehemu hii ya pili ya somo letu la kalenda, na nikukaribishe tena katika sehemu ya 3
ya somo hili, ambapo nitazungumzia kuhusu watu wenye changamoto ya kuwa na mzunguko ambao unabadilika, kwamba unakuta mtu anahitaji ujauzito lakini mzunguko wake unabadilika. Kwa hivyo wengi huwa wanashindwa kujua ni siku zipi ashiriki ili aweze kupata ujauzito. Kwa hiyo katika sehemu ya 3 ya somo hili nitazungumzia uweze kufanya nini, lakini pia nitakuonyesha jinsi ya kupiga hesabu uweze kujua ni siku gani ambayo unatakiwa ushiriki ili uweze kupata ujauzito. Kwa hivyo karibu katika video nyingine, na unaweza kuipata kwa kubonyeza hapa hii inayoonekana hapa.